Fashion ya Bongo haipo tu kwa mastaa wakubwa, hata watoto wa mastaa pia wako vizuri kwenye fashion, wanavaa mitindo tofauti tofauti na wanapendeza kinoma noma kwenye style hizo ambazo wanakuwa wanaziweka kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hapa tunaenda kutazama namna ambavyo watoto wa mastaa wanapendeza zaidi wakiwa katika mavazi ya dini, hasa mavazi haya ya Kiislamu ndo ambayo tutayatazama zaidi siku ya leo. Na hapa tunaanza kuwatazama watoto Diamond Platnumz ambao ni wapenzi mno wa kuvaa mavazi haya. Niliona walienda mpaka kuhij, ni kitu ambacho wanakifanya, kwa hiyo wao ndio wanavaa sana hizi kanzu na haya mabaibui ya Kiislamu. So tutawatazama namna ambavyo wanawaka na kupendeza Tifa pamoja na Prince Niran. So ukiangalia baadhi ya picha ambazo wanaziweka kwenye mitandao yao ya kijamii, utaona wao wenyewe kwanza wanaenjoy kuwa kwenye mionekano hii au kuwa kwenye mavazi haya. Unaweza kuona kwanza huyu wa kiume ni bisho kweli kweli, kachukua tabia za baba yake kwa asilimia zote. Baba yake Diamond Platnumz kachukua tabia zote, kuanzia kuvaa, usharobaro na kila kitu ambacho nakijua kwa Diamond ndo kipo kwa huyu mtoto. So unaweza kuona kanzu anaivaa, anaivaa kibisho pia, kafunga zake na kashda huko juu. Hata ukipita kwenye peji ya baba yake Diamond utaona pia namna ambavyo kanzu anaivalia. So ni bisho sana huyu mtoto. Unaweza kuona hapa alipigilia kanzu yake nyeupe, alikuwa amewaka kinoma noma. Hapa mkononi kuna saa ya harama, afu yupo kwenye tabasamu zito sana akiwa amepoa. Unaweza kuona hata mapozi yake ambayo anaweka. Ni mtoto ambaye ni bisho sana. Lakini ukiachana sasa na yeye mwenyewe huyu bisho Prince Niran, ukimwangalia dada yake Tifa, na yeye ni mavazi ambayo anapenda kuyavaa. Ukipita kwenye page yake Instagram utakuta amevaa haya mavazi ya stara, mavazi ya dini kwa asilimia kubwa. Yanamtoa na yanampendeza. Afu kitu kikubwa zaidi ni kwamba sasa hivi Tifa ametimiza miaka 10, kwa hiyo anarefuka kwa haraka zaidi, anaelekea kuwa mkubwa sasa. Kwa hiyo akivaa haya mavazi anakuwa anamkaa vizuri, mwili wake ushakuwa ni mkubwa kidogo. Miaka 10 si haba, ni miaka ambayo anaelekea sasa kwenye ujana, au sio? So unaweza kuona namna ambavyo anapendeza akivaa, anamkaa vizuri kabisa. Na kitu ambacho kinanikosha zaidi ni namna ambavyo anafunga huku ushungi, sijui naweza nikauita huku juu au ndo baibui lenyewe. Namna ambavyo analivaa inakuwa noma sana. Na hapo alikuwa na mama yake Zari the Boss Lady, na yeye mwenyewe akiwa amevalia mavazi ya stara, mavazi ya kidini zaidi, dini ya Kiislamu. Hapo walikuwa watatu wenyewe, huku akiwa kama ndio ofisini. Sasa watoto wana mambo sana ukiwazingatia. Kwa hiyo huu ndo mtoko wa kwanza wa Tifa ambao tumeutazama akiwa na mama yake na mdogo wake. Unaweza kuona namna ambavyo wanapendeza. Lakini pia ukipita kwenye ukurasa wake Instagram utaona baadhi ya video pia akiwa katika mavazi haya akiwa na mama yake hapo wakiwa kwa pamoja. Lakini kuna picha ambazo niliziona zilionyesha walienda kuhij kabisa. So unaweza kuona akiwa kwenye vazi la aina ile lakini kwenye rangi tofauti, sasa akiwa amejifunga kama vile. So mtoto ambaye anaonekana hata dini imemkaa, dini anaipenda sana, kwa sababu ukiangalia hata mavazi ambayo anavalishwa kwa asilimia kubwa ni haya mavazi ya dini. Unaweza kuona pia namna ambavyo amevaa hapa, lakini ukishuka chini tena unakutana na hizi picha akiwa amevalishwa mavazi yale yale baibui, na huko juu kajifunga Kiislamu zaidi, kiheshima, kistara. Lakini pia unaweza kuona sasa hii ni kama kanzu ameivaa. Unajua kuna zile kanzu za kike wanasema hivyo ambazo zimekaa kifashion zaidi, pia waga Princess Tifa anazivaa na waga anapendeza sana, na hivi ndivyo ambavyo anaonekana. Kwa hiyo ukipita kwenye page ya Tifa utakutana na picha kama hizi nyingi sana akiwa kwenye mavazi kama haya. Nadhani mavazi haya ni mengi zaidi kuliko mavazi ya fashion. Utakutana nayo mengi kabisa hapa akiwa na bisho wake kama kawaida, na anapenda kumposti kweli kweli kwenye ukurasa wake Instagram. Lakini kitu ambacho kinanivutia, mama yao pia anapenda kuvaa mavazi kama haya. So hapa ndo time ambayo walikuwa wana hij, na hata kwenye caption aliandika asalamu alaikum. Mastaa wengi wakaja kumpongeza mashallah kwa kitu ambacho
walienda kukifanya akiwa na mama yake. Unaweza kuona hapo wakiwa wote watatu. Ni kitu ambacho kinapendeza sana kuona watoto wakipita katika hatua hizo au wakifika kwenye sehemu kama hizo. So unaweza kuona namna ambavyo wana enjoy wakiwa kwa pamoja. Kwa hiyo hapa ni kwa upande wa Tifa ambapo tumemtazama. Nadhani utakuwa umeenjoy kuona baadhi ya picha na video ambazo zinamuonyesha akiwa kwenye mavazi ya stara, mavazi ya Kiislamu na namna ambavyo anapendeza, sio? Sasa ukija kwa Bisho mwenyewe Prince Nilan, unaweza kaona sasa kakupigilia kanzu alafu huko chini akapigilia na kiatu cha Louis Vuitton. Unaweza kuona namna ambavyo anapendeza, kioo zake anaangalia saa. Of course mapozi yake tu yanaonyesha moja kwa moja kwamba dogo ni Bisho kinoma noma. Hata ukija kwenye comment hapo utaona namna ambavyo watu wanavyopongeza Nasib Diamond Platnumz kwa kupata mtoto ambaye amefuata au anafuata nyayo zake kwa kiasi kikubwa sana. So nadhani huu muonekano tumeangalia hapo juu, lakini ukishuka chini pia utakutana na baadhi ya mavazi akiwa amevaa hapa akiwa kifashion zaidi. Baba yake pia unaweza kuona akivaga kanzu lazima akuvalie kama hivi. Anakuwa kama Dubai fulani hivi, sio? So kwenye fashion hii pia anakuwa mnyama kinoma noma na anapendeza. Wewe mwenyewe unaweza kaona namna ambavyo anaonekana hapo. Prince Nilan ni mnyamwezi kweli kweli, yani inapokuja swala la fashion hajawahi kutuangusha kusema ukweli. Kwenye haya mavazi haswa ya stara waga anawaka na anapendeza sana. Lakini ukiachana na hayo, unashuka huko chini pia unakutana nayo. Unaweza kaona namna ambavyo amekuvalia na sendo hapo chini, kakufungia kikia huko juu. Pia hapa alikuwa zake Maka na unaweza kuona Saudi Arabia namna ambavyo alienda kuhij. Ni vazi fulani hivi la kiheshima, lakini yeye mwenyewe bado amekaa kifashion na kibisho zaidi. Kwa hiyo huyo mtoto hapo baadaye anaweza kaja kuwa zaidi ya baba yake kwenye swala zima la kuvaa na mavazi. So anapendeza sana kwenye hii mionekano hapa, pia akiwa kwenye kanzu. Ni mavazi ambayo yanavaliwa kwa kiasi kikubwa na watoto wa Diamond Platnumz. Nadhani waga Diamond labda anapeleka package za mavazi kama haya kuwapelekea watoto wake wavae kwenye kujistili, wawe na stara kama hivyo. Of course hapa bado akiwa zake Saudi Arabia. Of course alikuwa amewaka kinoma noma na style zake za nywele kama kawaida hajawahi kuchange, yani kama ambavyo unaona hapo. Na wamekuwa wakienda sio kwa mara moja, wamekuwa wakienda mara kadhaa kwenda kuhij na kufanya hizo mambo muhimu kabisa ambayo yanatakiwa kufanyika kwenye dini ya Kiislamu. So watoto Diamond hivi ndivyo ambavyo waga wanapendeza kwenye mavazi hayo ya kujistiri, mavazi ya dini zaidi, dini ya Kiislamu. So nadhani utakuwa umeenjoy kuwatazama namna ambavyo wanawaka na kupendeza. Tumeanza kumtazama Tifa, baadaye tumekuja kwa Prince Nilan Bisho Mnyamwezi mwenyewe. Nadhani utakuwa umeenjoy sana kuwatazama Tifa pamoja na Prince Nilan, watoto wa Diamond Platnumz kwenye fashion ya kanzu. Ni wanyama kweli kweli na wanapendeza mno. Niambie yupi ambao umevutiwa naye zaidi, niandikia hapo kwenye sehemu comments.